Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, glory to God, hallelujah. It's another day ambayo Mungu ametugaia tena. Tunafurahi na tunashangilia katika siku hii ambayo Bwana ametupa. Kumbuka kipindi chetu kinaitwa Life Changing with Pastor Anna katika madhabahu ya Chomoza Clouds TV. Karibu sana, fungua moyo wako, fungua roho yako, usikie neno la Mungu. Haleluya, sikiliza kwa unyenyekevu na furaha kabisa. Kuna kitu Mungu atafanya katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Nao leo ninataka kushare na wewe mwanga kuhusiana na wokovu, especially neno la Mungu. Haleluya. Haleluya, praise the Lord. Na moja kwa moja tuende kwenye maandiko. Maandiko ndio hivyo. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, sura ya kwanza mstari 23 nasema, kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Narudia, kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe uliokoka, hata wewe ambaye utakuja kuokoka, Biblia inasema unapookoka umezaliwa mara ya pili. Na kuzaliwa kwako mara ya pili umezaliwa kwa mbegu isiyoharibika. Na hii mbegu isiyoharibika inaitwa neno la Mungu. Na hili neno la Mungu linadumu milele. Bwana Yesu asifiwe. Nao katika kuzaliwa huku mara ya pili umezaliwaje kwa neno? Bwana Yesu asifiwe. Ni neno la Mungu lilikuja like this. Kwenye mikutano ya Injili, kwenye ibada makanisani, likahubiriwa juu ya Yesu. Alafu ukamwamini Yesu na kukiri ubwana wake katika maisha yako, ndipo ulipookoka. Kwa hiyo ni neno ambalo limekuzaa wewe ndani ya Kristo Yesu. Na Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17 unasema kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo, tazama amekuwa kiumbe kipya. Kwa unapokuwa umeokoka unaingizwa ndani ya Kristo, na ndani ya Kristo unakuwa kiumbe kipya. Inasema neno la Mungu linasema ya kale yamepita, tazama amekuwa mapya. Sasa kwa umbile unaonekana yule yule. Nafsi yako kama tulivyotoka kudiscuss kwenye vipindi vilivyopita ni ile ile ambayo inatakiwa ifanywe uwe mpya. Nao sasa nini kilichofanyika upya? Ni roho yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni roho yako imezaliwa mara ya pili. Kikawaida wewe umezaliwa na baba na mama, ni biological parents, umezaliwa kwa mbegu ya baba yako. Lakini ulipookoka umezaliwa upya kiroho. Roho yako imezaliwa na mbegu ya Mungu ambayo ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo roho yako ni neno. Kwa wewe ni roho unayeishi ndani ya huu mwili. Kwa kifupi nataka nikupe nuru, nikwambie kabisa kwamba wewe ni neno la Mungu linaloishi. Hata wewe ambaye hujazaliwa mara pili, ambaye hujaokoka, ukiokoka unakuwa ni neno linaloishi ndani ya huu mwili. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama ni neno linaloishi ndani ya huu mwili, inakwambiaje? Ili neno haliharibiki. Bwana Yesu asifiwe, linadumu milele. Kwa hiyo nataka nikutie moyo na nikwambie kabisa, sio kutukutia moyo, huu ndio uhalisia ulivyo, una uzima wa milele. Kwa sababu ni neno unaishi. Bwana Yesu asifiwe. Na kama ni neno unaishi, alafu umezaliwa mara ya pili. Huyo Petro, waraka wao wa kwanza, sura ya pili, mstari wa pili, anasema kwamba sura ya pili, mstari wa pili anasema kwamba kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, ni mtoto mchanga ambaye umezaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umezaliwa mara ya pili, labda ni umeokoka, ni kiumbe kipya, umeokoka hivi karibuni, hata kama umeokoka muda mrefu, miaka mingi iliyopita, kumbuka kwamba wewe ni neno unaoishi. Wewe ni uzima unaoishi ndani ya huu mwili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anasema kwa hivyo ulivyo, yatamanini maziwa yasiyogoshiwa, ili upate kukulia wokovu. Kwa kukua kwenye wokovu, kukua kiroho is a must. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima, ni mandatory, kwa sababu usipokuwa hautafaidi matunda wanaofaidi watu waliokuwa kiroho. Hautafaidi vitu ambavyo tayari watu wameshasogea mbele. Ndio maana ni muhimu sana kukua. Haleluya. Nataka nikupongeze hata mdau ambao unasikiza neno linafanya unakuwa. Unapoenda kwenye ibada unafanya unakuwa. Unapokuwa na muda wako binafsi unakula neno katika nafsi yako unakuwa, ili mpate kukulia wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Labda kwa haraka tu nikuoneshe hasara
ambazo anazipata kama usipofanya deliberate effort, ukawa upendi kwenda kwenye ibada, upendi kwenda kwenye mikutano ya Injili, upendi kwenda kwenye huduma, upendi yani ukiambiwa uende kwenye Bible study unasema ngoja hichi kipindi cha Bible study kipite, mimi nitaenda kwenye praise and worship tu, au una ignore ibada za katikati, unasema mimi naenda ibada za Jumapili. Kuna vitu ambavyo unavimiss pale, na kama unavyomiss, Biblia inasema kwamba unabakia mtoto mchanga. Bwana Yesu asifiwe. Twende kwenye Wagalatia sura ya 4, nikuoneshe tu kitu pale. Wagalatia sura ya 4, Wagalatia sura ya 4 mstari wa 4 mstari wa kwanza kabisa. Wagalatia sura ya 4 mstari wa kwanza kabisa pale inatuonesha hasara za mtoto mchanga. Biblia inasema kwamba watoto wachanga pamoja na kwamba ni wafalme, pamoja na kwamba ni wakuu, hawana tofauti na mtumwa. Hauna tofauti na mtumwa. Wewe tayari umeokoka, ni mtoto wa Mungu, una urithi wa Mungu. Lakini kama ni mtoto wachanga, hukui kiroho, hauna tofauti na mtumwa. Na kusomea anasema Wagalatia 1:1, Paulo mtume, Wagalatia 4:1 anasema, lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, angawa ni bwana wa yote. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe umezaliwa na Mungu kama ulipozaliwa biologically na baba yako. Baba, unarithi vya baba yako hapa duniani, na kama umezaliwa na Mungu, umezaliwa na neno, unarithi vya Mungu. Sasa kama haukui, kama ufanyi effort za kukua, Biblia inakwambia kwamba wewe ni mrithi wa Mungu, lakini kwa sababu ni mtoto, hauna tofauti na mtumwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu baba wa kawaida tu hawezi kumtrust mtoto akampa mali. Kwa hivyo na Mungu hawezi kukutrust wewe unapokuwa mtoto akakurithisha mambo yake makubwa ya kifalme. Kwa unaendelea kuwa mtumwa, unatumikishwa na wengine. Bwana Yesu, sasa point hii unatumikishwa na dunia. Unatumikishwa na hofu za dunia. Biblia inasema kwamba hatukupokea roho ya utumwa iletayo hofu. Lakini kwa sababu umekataa kukua, unakuwa unatumikishwa na hofu. Unakataa kufanya mambo makubwa, kudea, kwa sababu ya hofu ambao bado umeishikilia ndani, umekataa kuiachilia iende na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni mgonjwa, umekataa kuachilia ule ugonjwa kwa uzima uliopokea. Kwa hiyo ni muhimu sana kukua. Bwana Yesu asifiwe. Mbali na hayo, haleluya, nataka nikwambie kitu ambacho ni kizuri zaidi. Twende kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 18. Unasema hivi, lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji, tukirudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Bwana Yesu asifiwe. Sisi sote kwa uso ambao haujawekewa veil, uso ambao haujafungwa yani, tunajiangalia katika kioo. Na tukijiangalia katika kioo tunarudisha utukufu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nao hapa kioo anachokizungumzia ni neno la Mungu. Remember, nimekwambia wewe ni neno unaoishi katika umwili. Ni neno unaishi, una uzima wa milele. Nao Biblia inakwambia kwamba unapolisoma neno, unapolisikiliza neno, unapotafakari neno, unakuwa unajiangalia wewe kwenye kioo. Maana yake nini? Wewe pale neno linapozungumziwa unajiona wewe. Unajiona wewe. Kama hapa nimekwambia kwamba wewe ni neno linaloishi. Tayari unajiona kwamba wewe ni neno linaloishi, wewe ni neno linaloongea, wewe ni neno linalofanya biashara, wewe ni neno ambalo unalea watoto. Sasa nasema unapoendelea kuangalia, unaurudisha utukufu wa Bwana. Kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo toka utukufu hata utukufu. Unabadilishwa kivipi? Bwana Yesu asifiwe. Nao kumbuka, it's a life changing. Unabadilishwa vile vitu ambavyo katika mwili ulikuwa una experience ambavyo sio neno la Mungu, sasa vinaanza kubadilika, vinakuwa neno. Bwana Yesu, siku ulikuwa ni ugonjwa, unaanza kubadilika na kuwa afya. Biblia inasema unaanza kubadilika na kuwa afya. Haleluya. Na kama kulikuwa unaenenda katika uoga unaanza kubadilika, unakuwa ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unapolitazama neno la Mungu, unapolisikiliza neno la Mungu linakujengea taswira kuhusiana na wewe. Sasa unaanza kujiona wewe. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kupata picha. Bwana Yesu asifiwe. La neno la Mungu linasema nini kuhusiana na wewe? Kwamba wewe ni kichwa wala sio mkia. Kwa ukienda kwenye biashara yako unajua kabisa kwamba biashara yangu hii ni kichwa.
Bwana Yesu asifiwe. Ukienda kwenye kazi zangu, unajua kabisa kwamba mimi katika hizo kazi zangu ni kichwa, mimi ni wajuu, siwezi kufanya vitu vya chini. Ndivyo ambavyo neno la Mungu linakufanya ujione, linakupa picha. Neno la Mungu linakupa mtazamo fulani. Unakuwa na mtazamo tofauti na wa dunia hii. Mtazamo wako unakuwa ni mtazamo wa neno. Unakuwa na mindset ya tofauti. Unakuwa ni wa tofauti katika kuview things, ni katika kutazama vitu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linakubadilishia hata picha, hata lugha. Bwana Yesu asifiwe. Lugha yako inakuwa tofauti. Haleluya. Unaanza kuongea tofauti na ulimwengu unapoongea. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kuwa na ujasiri pale ambapo ulikuwa huna ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kuwa na hekima za ajabu kwa sababu neno la Mungu ni hekima. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kusolve matatizo ambayo ulikuwa huwezi kusolve kabla. Haleluya. Ndisi ndio neno la Mungu linapofanya. Unapozidi kujitazama continually, unabadilika, unapata picha, unapata hamasa, unapata taswira. Kwa vitu vinabadilika kuhusiana na wewe. Je, kutana na wewe mtu alikuwa hajaokoka afu baada ya kumwona ukaambiwa jamani, huyu amebadilika, hakuwa hivi. Ni neno la Mungu lilimbadilisha. Kwa nataka kutia moyo kwamba endelea kutazama neno la Mungu. Endelea kusikiliza neno la Mungu. Haleluya. Neno la Mungu litakupa lugha. Neno la Mungu litakupa mtazamo. Neno la Mungu litakufanya uview vitu katika hali ya tofauti. Neno la Mungu litakuweka katika ubora, litakuweka katika kustawi, na utajiona unafanikiwa kama vile neno la Mungu linavyosema. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka kwamba wewe ni neno la Mungu. Oh, you are what God says you are. You have what God says you have. You can do what God says you can do. Hallelujah. Mungu akubariki sana. Endelea kuenjoy neno la Mungu na endelea kubadilishwa, endelea kufanyika kama vile neno la Mungu. Hallelujah. Till tutakapokutana next time. Endelea kutusikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kutufuatilia katika social media zetu. Hata ukiwa na maswali, ukiwa na maoni, tunaomba tafadhali tupigie simu au tuma message katika namba ifuatayo 0778 084918, 0778 084918.